issue ya wanaume kulala na wadada wa kazi naona ni very sensitive, kwa sababu bado naona wanawake wanaendelea kuiongelea, ingawaje wanavyoongea unaona kabisa namna ambavyo wamejaa maumivu, namna ambavyo wanajaribu kujifariji kutokana na mazoea ya mila na tamaduni zetu, kwamba mwanaume anaweza kulala tu na mwanamke yeyote na it's okay. Wengine wanaandika kabisa kwamba mwanaume hana cha kupoteza, isipokuwa anayepoteza ni dada. Kwa hiyo kuna picha fulani ambayo ukiangalia unayaona maumivu makali sana kwenye ndoa za watu wengi, kwa sababu wanaume wamekuwa wanaichukua hiyo, yani kwanza hata wanawake wameshaona kwamba yani kama ni sehemu ya maisha yao, na wanaume nao wameona yani wameshaichukua hiyo kama ndio culture, kwamba dada wa kazi akija akilala naye yani it's okay, haluzi chochote. Sana sana huyo dada akishtukiwa ndio atatimuliwa. Kwa hiyo anayeonekana anayepoteza ni dada. Hivyo ndio picha ambayo inawekwa hapo. Sasa kwa misingi ya neno la Mungu na misingi ya mradi wetu wa Wadada Center ambao kwa kweli unatoa huduma hii ya wafanyakazi wa nyumbani, naomba nifute kabisa kwa jina la Yesu hizo fikra potofu za giza ambazo mnazieneza hapa kupitia maoni yenu, ili kuendelea kumtangaza Mungu tunayemsema. Okay, tumtangaze kwa matendo yetu na tumtangaze kwa neno lake mwenyewe aliloweka, viwango ambavyo ameviweka. Unaposema kwamba mwanaume hana cha kupoteza, unamdanganya, kwa sababu huyu mwanaume Mungu amempa cheo kinachofanana na yeye, kwamba ni mume na baba, ni Mungu wa familia ambaye anapaswa kuonyesha mwongozo wa mfano, mwongozo ambao unampendeza Mungu. Sasa unaposema hana cha kupoteza, wakati kwenye neno la Mungu kama mume ana ndoa anaambiwa kwamba yeye na mke wake ni mwili mmoja, anapoenda kulala na dada wa kazi analeta chaos, analeta vurugu, analeta yani kuna hali fulani ambayo ndio hii nimesema, mnaonekana mna maumivu. Wa mama wana maumivu sana, kwa sababu sishaonekana kama vile wanaume hawana cha kupoteza, lakini wake zenu kwenye hizo ndoa hakuna amani, hakuna furaha, kuna chaos, kuna vurugu mechi fulani ambayo imeletwa na huyu baba na huyu mume. Sasa utasemaje hana cha kupoteza? Kwa sababu kuja kuiwini trust ya mke wake, ile imani ya mke wake tena inachukua miongo mingi, miaka mingi sana. Yani kama anaweza kufanikiwa kuja kuirudisha, kwa sababu kuna wengi wanabaki anyway. Lakini ingekuwa ni wanawake ambao kweli wana vile viwango, wanajithamini vyema kabisa kulingana na neno la Mungu, anajua kabisa hapo hakuna ndoa tena. Mwanaume akishaenda kulala na dada wa kazi hakuna ndoa. Ndoa ipi tena hapo? Agano lipi? Kwa sababu ndoa ni agano. Kama amevunja hilo agano, kuna nini ambacho kinakuwa kimebaki? Ni hizo hofu za maisha, labda mwanamke anaogopa maisha itakuwaje, anajua kuna watoto wataishije, labda hivyo. Hizo ni hofu. Kwa hiyo watu wamebaki kwenye ndoa kwa sababu ya hofu, lakini ukweli ni kwamba lile agano ambalo liliwakutanisha, lile agano ambalo mlilifanya mkiwa na mkala kiapo, mnafurahia ndoa yenu, hilo lilishaondoka. Kwa hiyo hapo hakuna ndoa tena. Yani kwa hiyo ukisema mwanaume hana cha kupoteza wakati hiyo ndoa kimsingi haipo, yani ni watu tu wamebaki wanaishi, mwingine anaugulia maumivu makali sana. Heshima yake inashuka. Mwanaume ambaye analala na dada wa kazi hawezi kuwa na ile authority, mamlaka ya mume na baba ndani ya familia. Unasema hakuna cha kupoteza, na hicho ni kitu ambacho kina thamani kubwa, huwezi kukinunua kwa pesa. Hata kama huyo mwanaume ana mahela mengi, lakini kuna vitu havinunuliki kwa hela. Unasema hana cha kupoteza, anacho kikubwa sana. Anapoteza mamlaka yake ambayo Mungu amempa, anapoteza heshima yake, anapoteza ile, yani anapoteza vingi, ana vingi vya kupoteza ambavyo pesa hainunui. Kwa hiyo msiwadanganye. Naona hizo comment, msidanganyike jamani. Na ukuja kama mnaenda huko kwenye majukwaa mengine ambayo hayana standard au standard zao ni za mila na tamaduni, mtajadili huo upuuzi, lakini kwenye platform ambazo mimi ninazisimamia, hapana, neno la Mungu litasimama. Hakuna kitu ambacho yani tutasema kinaweza kikahalalisha mwanaume kulala na dada wa kazi afu tukasema yeye hana anachopoteza. Anapoteza vingi sana ambavyo havina, yani ni priceless, havinunuliki kwa pesa. Anapoteza fellowship na Mungu.
Kuna kitu kikubwa kama hicho? Mtu mwanaume ambaye hana Mungu amepoteza vyote. Hata kama ana hela, amepoteza kila kitu, na ndio maana anaishi kama mnyama. Kwa sababu mnyama ndio hana willpower. Mnyama hana ile nini, hiyo nini? Ana nini? Yaani hiyo zawadi ambayo Mungu amempa mwanadamu ya willpower, naitafuta kwa Kiswahili naona haiji anyway. Mnyama, hiyo ndio kitu amekosa. Kwa hiyo mwanaume unakuwa mnyama, kwamba yani wewe unaweza huwezi kutunza agano, huwezi, you are not responsible, huwezi hata kuudhibiti mwili wako tu, yani huwezi kuudhibiti. Unaweza kumuongoza nani? Unaweza kumuongoza nani kama mwili wako unakushinda kuudhibiti kwa kutumia willpower ambayo Mungu amekupa, ukasema no, hichi kitu ni kibaya mbele za Mungu, ni kibaya pia kwa mke wangu, hawezi kupenda. Kwa sababu hata mimi nikileta kijana wa kazi nikasikia mke wangu kalala naye, nafikiri hicho kitu akihitaji mjadala kwamba kutakuwa na ndoa tena hapo. Hakuna ndoa. Yaani mama mjengo alale na mfanyakazi wake wa kiume, alafu mume amejua eti iwe tu mfanyakazi kafukuzwa tu, alafu hakuna kingine yani. Hiyo mbona hamna? So anyway, nitaka tu niseme kwamba tusipromoti uzinzi, maana huko ni kupromoti uzinzi, kwamba mume anaweza kala na dada wa kazi and it's okay, hana cha kuluzi. Tusipromoti uzinzi, Mungu amekataza. Uzinzi unaondoa baraka nyumbani, uzinzi unaleta chaos nyumbani, hakutakuwa tena na amani, hakutakuwa tena na furaha nyumbani, kutakuwa na mafarakano. Sasa wewe utasemaje hana cha kupoteza? Kwa hiyo tusipromoti uzinzi please, tuseme kabisa kwamba yani kama Biblia inavyosema. Okay? Inasema nuru ni nuru, giza ni giza. Kwa hiyo giza tusijaribu kulipaka ili liwe mwanga, hicho kitu hakiwezekani. Na ndio maana mimi katika kazi hii, moja ya kazi kubwa, strength kubwa kabisa, mpaka nimeenda kusomea theology, ni kwa ajili ya kuhakikisha na nuru tunaiweka nuru na giza tunasema ni giza kwenye hii kazi. Kwa sababu mtu anaweza akaosha vyombo tu, lakini sasa kama anakuja kulala na mume na baba bosi inakuwaje? Lazima tuwafundishe maadili. Katika kuwafundisha maadili lazima tuseme kuna watu wataendelea kubaki kwenye giza na kuna watu ambao wataamua kuhamia kwenye nuru. Sasa hawa baba pia tusiwaache kama vile wao ni very special, kwamba hawa wadada ndio wanakuja kuharibu. No, actually huyu dada hata kama anakuja akiwa na giza lake, okay? Yaani ni dada ambaye ana matabia yake machafu, baba ambaye umesimama na unatakiwa usimame kwenye nuru, lazima usimame umwambie huyo dada hiki kitu ni kibaya. Kama unaona anajivalisha vibaya, anajipitisha kwa sababu yeye ameshazoea kwamba yani anagiza ndani, yeye akimwona mwanaume anawaza tu alale naye ampe hela. Okay? Kwa hiyo baba ambaye una Mungu, muonyeshe Mungu wako. Mwambie dada, nenda kavae vizuri. Yaani yule dada hawezi kurudia tena. Muonyeshe una Mungu ndani yako. Na hawa dada pia wapo wa hivyo, kwamba anakuonyesha ana Mungu. Unaanza kumshikashika sijui matiti, sijui makalio, dada anasema hapa siwezi kufanya kazi, urekebisho tabia au mimi naondoka. Wako wadada ambao wanaonyesha nuru ambayo iko ndani yao, kwamba hapa sijaja kwa ajili ya uchafu, nimekuja kwa ajili ya kazi na ningeomba niheshimiwe nikiwa kazini kwangu. Wapo wadada wa hivyo, na hao ndio tunataka sisi kufanya nao kazi. Lakini pia tunataka hawa wadada kwenye familia wanazokwenda wakutane na wababa ambao wana mwanga, wana nuru ndani yao, sio giza. Sio dada akiingia tu naanza kumwangalia kama mke wako, hapana. Anaingia dada unamwangalia kama mtoto wako au mdogo wako na mfanyakazi wako ambaye utamheshimu, utaweka mipaka na utamuongoza vizuri. Hao ndio watu ambao sisi tunataka kudili nao. Otherwise kwenye content zetu tuna share hizo challenges, tuna share vitu na tunaweka misimamo ya yale ambayo tunayaamini, yale ambayo tunayasimamia, ili giza na nuru viweze kutengana, kwa sababu haviwezi kuwa pamoja. Mafuta na maji haviwezi kuwa pamoja. Kwa hiyo navyosisitiza hivi ni ili niweze wale watu ambao ni the right people, wawe ni mabosi au ni wadada, hao ndio niwavute kuja kufanya kazi na sisi. Anyway, tunaweza tukaendelea kuongea zaidi kwenye zile trainings
na transformation ambazo nilishasema nazifanya kwa ajili ya kupeana maarifa zaidi. Lakini kwa wale ambao wanataka kuja kufanya kazi na mradi wetu, basi na imani mmeelewa. Mmeelewa yani tunasimamia vitu gani, misingi gani, maadili gani. Kwa wale ambao mnatutafuta kupitia namba zetu za simu, Airtel yetu kwenye upande wa WhatsApp ina changamoto kidogo. Kwa hiyo naomba utumie WhatsApp ya Tigo au normal calls. Yaani either message ya kawaida au kupiga simu ya kawaida. Ingawaje kwenye kupiga simu kidogo kuna kuwaga na changamoto kwa sababu simu ni nyingi zinaingia. Kwa hiyo unaweza ukakuta simu inatumika. Wewe tutumie message ya kawaida. Kwenye WhatsApp kuna shida kidogo. Ile namba yetu ya Airtel ya WhatsApp imepata shida. Kwa hiyo kama umetumia message siku 2-3 hizi umeona kimya, ni kwa sababu iko kwenye shida. Yani tulijua tungeirekebisha mapema, lakini mpaka sasa hivi bado haijatengemaa. Kwa ajili hiyo wasiliana kwa njia ya kawaida, yani ya SMS ya kawaida, au ukifanikiwa kupiga kawaida ukapata line sawa. Kama ni WhatsApp basi ni hiyo ya Tigo, hiyo ndio iko hewani inafanya kazi. Otherwise, karibuni kwenye workshop zangu, kwenye trainings ambazo nafanya online. Tuongee zaidi, tujengeane uwezo zaidi, tufanyiane transformation yani uwe mtu wa viwango. Viwango ni maadili. Viwango sio magari na nyumba. Unaweza ukawa na nyumba na magari alafu yani wewe ni mpumbavu la mwisho. Yani matendo yako ni ya ovyo kabisa, haina maana. Kitu cha thamani ambacho hakinunuliki hapa duniani ni amani ya moyo ya kweli kabisa, ambayo inatokana na viwango vya aliye juu. Lakini hii takataka zingine hizi za mamila, madesturi, mazoea, nini, ndugu yangu, yatakupa kiwewe, yatakuangaisha, yatakuchosha. Na hela unazo, na nyumba nzuri unayo, na magari mazuri unayo, lakini amani una, furaha una. Ni nini? Maana ya hizo mali zote ni nini sasa kama una furaha, una amani, una nini, yani hivyo. So karibuni kwenye training/transformation. Takutrain na utatoka kwenye hiyo situation hiyo ya ujinga kuendekeza ujinga kumbavu tu. Na kuweza kuwa mtu ambaye uko vizuri, yani una enjoy maisha, unafurahia maisha. Anyway, hi guys.